Amen. Somo la leo nitawaletea kwa lugha ya Kimombo na tafadhali mnisamehe. Our today's reading is going to come from the book of Hebrews, verse 12, from chapter 12, verse 25 to 29. Hebrews 12, 25 to 29. And I start reading. See to it that you do not refuse him who speaks. If they did not escape when they refused him who warned them on earth, how much less will we, if we turn away from him who warned us from heaven? At that time, his voice shook the earth, but now he has promised, Once more I'll shake not only the earth, but also the heavens. The word once more indicates the removing of what can be shaken, that he created things, so that what cannot be shaken may remain. Therefore, since we are receiving a kingdom that cannot be shaken, let us be thankful and so worship God acceptantly and repentance. For our God is a consuming fire, and that is the word of the Lord. Amen. Mimi kama vile mchungaji Luga alisema, nina furaha pia mpito kwa sababu nimeona tumeanza kurejea nyumbani. Tumerejelea ibada yetu, na kulingana na vile naona aturudi nyuma, tutaendelea zaidi na hata kuendelea ibada zikiendelea na kuvuma. Hata ikiwa itamaanisha we create another service to reach you people, we are here for your discretion. Tuhakikishe kwamba tunabarikiwa na tunapata neno. Lakini kwa wale ambao mngetamani kuhusika, mwe mpate kiti katika ibada hii na hata ibada zilizopita, lakini hamuipati, msiwe na wasiwasi, kwa sababu tunaendelea kutuma injili kupitia kwa mipango ya social media ama simu zetu za rununu, na inakufikia pahali huko. Kwa hivyo unaweza hata kuabudu ukiwa nyumbani na mambo yawe ni kangaja. Basi kwa wakati huu ningependa niwakaribishe kwa neno. Ni wakati wa kusikia neno, na wakati huo kwa sababu tulisikia neno kwa lugha ya Kimombo ilikuwa mzuri zaidi. Wale tunaelewa na Kimombo vizuri, sasa hiyo ilitubamba. Lakini sasa ningependa pia nisome kwa lugha ya wanamvita huko, alafu tuweze kuendelea. Basi chukua Biblia yako na turejelee katika somo lile tulisoma. Nisome ndio baada ya kuomba tuingie kwa neno. Matumaini yangu mmefika pale, na nitaanza kusoma kwa nguvu za Bwana. Angalieni msimkatae yeye anenaye, maana ikiwa hawakuokoka wale waliomkataa yeye aliyewaonya juu ya nchi, zaidi sana hatutaokoka sisi, tukijiepusha na yeye atuonyaye kutoka mbinguni, ambaye sauti yake iliitetemesha nchi wakati ule, lakini sasa ameahidi akisema, mara moja tena nitatetemesha si nchi tu, mbali na mbingu pia. Lakini neno lile mara moja tena ladhihirishwa kuhamishwa vile viwezavyo kutetemeshwa, kama vile vilivyoumbwa vitu visivyoweza kutetemeshwa vikae. Basi kwa kuwa tunapokea ufalme usioweza kutetemeshwa, na mwe na neema ambayo kwa hiyo tumtolee Mungu ibada ya kupendeza pamoja na unyenyekevu na kicho, maana Mungu wetu ni moto ulao. Tuombe pamoja. Baba, katika jina la Yesu Kristo tunakushukuru kwa sababu ya neno lako. Kipindi kimefika na wakati umefika tuweze kusikia neno lako lililo hai na neno ambalo linaishi. Ninaomba Baba, ninaponena na watu wako pia likawa baraka kwangu, kwa sababu ikiwa ni chakula mpisha napika na hawezi kukila, wanaopikiwa wale watakila namna gani? Kwa hivyo Baba, katika jina la Yesu Kristo tunakukaribisha ukaweze kutubariki, na hata tupikapo wakati wa kupumukana na kurejelea manyumbani mwetu, tuwe tunaweza kusema kwamba Bwana amenena
na jina lake likatukuzwe. Katika jina la Yesu Kristo tunaomba na wote tunasema amen, amen, amen. Basi kwa wakati huu ningependa moja kwa moja niweze kurejelea katika neno. Na nataka kusema kwamba pali tuweza kusoma neno, hapo ndipo tutaweza kupata mahubiri ya leo. Ingawaje kazi nyingi ya mahubiri ya leo haitakuwa ni ile tunaita kwa lugha ya Kimombo expository message, itakuwa ni kuweza kufanya kama vile kichwa kinasema. Ni wakati wa kufunua vitu ambazo hazitetemeshwi. Napendelea sana neno vitu ambavyo havitingizishwi. Kwa wale ambao pengine wametalamika kidogo kwa mambo ya Kiswahili, unajua Kiswahili vinapitana kulingana na wenye Kiswahili hicho. Na kwa hivyo tunaposema visivyotingizishwa, ninahisi kuna nguvu ya hilo neno, na pia kutetemeshwa zinakaribiana. Na nataka kusema kwamba katika ulimwengu huu wa sasa kuna vitu ambavyo haziwezi kutetemeshwa. Na vitu hivyo ningependa kusema ni vinne. 4 things that cannot be shaken. Na jambo la kwanza ni kiti cha enzi cha Mungu wetu Baba, ama kiti cha enzi cha Mungu Baba. Ya pili ni neno la Bwana ambalo alitingizishwa. Na ya tatu ni kanisa la Mungu aliwezi kutingizishwa. Na ya mwisho ni watoto wa Mungu. The child of God cannot be shaken. Na ningependa baada ya kusema hayo niweze kuwakaribisha katika mahubiri haya nikisema kwamba kuna vitu ambazo usumbua watu mpaka wakaweze kutambua yaliyofichwa ndani. Mungu alinipatia nafasi ya kuweza kuinteract kidogo na watu wa wanyama, the wildlife, na kuna kitu moja ilinishitua sana. Nikisema hapa ama tukitangaziwa hapa Nairobi kuna sehemu imetokea simba, watu wengi itabidi wakae manyumbani, kwa sababu simba si mchezo. Akikutana na wewe atakurarua vipande, na hasa simba mla watu na simba mwenye njaa. Basi nilipoweza kukaribiana na hao wanaohusiana na mambo ya simba ni katika family tunazoziita kwa Kimombo the cats. Na hao wanyama, unajua cats tu ni ile ya paka. Kunao wanyama ambao wanashabiana na paka huko msituni. Na wanyama wasio na pembe, ikiwa una habari, wao hula nyama. Na hula nyama ya wenye pembe. Na utaona kwamba simba vile ameumbwa na Mwenyezi Mungu, yeye hula nyama ama huwa mkali zaidi katika nyakati fulani. Kwanza wakati ana njaa, simba ni hatari sana. Anaweza kumla mtu na mle mwingine. Simba hasa simba wa kike wakati ana watoto anakuwa mkali kwa njia ya ziada. Anaweza kurarua kitu hata ikiwa hali akilinda watoto wake. Lakini ukielezwa siri ya kukaa na simba, ukielezwa siri ya kukaa na chui, ukielezwa siri ya kukaa na hawa wanyama ambao hawana pembe, utashangaa sana kiasi ya kwamba hata nikana kwamba hawana shida. Basi nikaelezwa kwamba kuna mambo ambayo unafaa kufanya simba akitokea. Jambo la kwanza ni kwamba awe ana njaa ama ana njaa, simba akitokea usionekane kuogopa na kukimbia. Ukitulia, hata ukisimama tu kusimama na simba yuko pale na anakuangalia, anakuwa na uoga. Hata wanyama wa mwituni wakisimama na awahami, let's say like the buffalo. If the buffalo just stands watching at a lion might not try to attack, but they attack in a strategy. Sasa yule ata-attack ni yule yako nyuma. Na ninasema hivyo nikimaanisha nini? Kuna mambo ambayo tukiyajua yanaweza kubadilisha maisha yetu. Hata vivyo hivyo, if you visit a home that has dogs, na ni mbwa wakali sana, ukiona mbwa anakuja, wewe simama. I'm telling you, stand still. And if you are able even to talk, mwambie karibu, hello, or even you can just make your thumb, you build your thumb. Ama the worst of it, ambayo itafanya hata hao mbwa ikiwa alikuwa anakuja warudi mbio, chutama tu kidogo utaona.
Just quote. Ukae tu kidogo ni kama unakaa. Kuna vitu mbili nimejua. Umbwa anaogopa kitu kimechutama. Nundu ndezele jao. Ajui ni nini hiyo kitu. Ni kama kuku. Kuku ana urafiki na vitu ziko hewani. Hata rusha tu mbwa ama mkebe, kuku atakimbia. Kwa sababu anaweza kuwa ni kipanga. Na kwa hivyo nasema kwamba Wakristo, wakati umefika tujue vitu ambazo hazitingizishwi ili na sisi tusitingizike. Haleluya. Na kwa hivyo nataka niseme kwamba wakati huu ni wakati ambapo vitu nyingi zimeanza kutingizishwa. Na zinapotingizishwa inategemea msingi. Vile msingi ulijengwa wa chochote ambacho kinatingizishwa. Ukisoma katika kitabu cha Mathayo kuna mfano, what we call in English a parable of the two foundations in Matthew chapter 7 verse 24 to 29. Utaona katika hicho kitabu cha Mathayo kifungu hicho cha 7 mstari wa 24 na kufika 29, wakati upepo ulivuma, wakati dhoruba zilikuja na maji mengi yakaja, nyumba ambayo ilisimama ni nyumba ambayo ilijengwa juu ya msingi imara, msingi wa mawe ama jiwe. Lakini boma, nyumba ambayo ilijengwa juu ya mchanga, I like the English word. Unajua haitofautishwi sana katika Biblia, sijui ni kwa nini, kwa sababu kuna mchanga na kuna changarawe. Changarawe ni mchanga ulio na macho, ulio na nafasi katikati yake. Lakini mchanga wa kawaida hauna hizo nafasi. So in the Bible it is telling us the house that was built on sand, it came down tumbling, na ikaanguka na kishindo kikuu. Na utaona kwamba katika kitabu cha Zaburi that is 82, Psalm 82:5b says all the foundations of the society are being shaken to the core. Yani misingi yote ya jamii katika sehemu ambazo tunaishi inatingizishwa mpaka katika kina bali kipo. Na utaona kwamba katika nchi yetu siku za leo, ulimwengu wetu kuna wakati unabadilika, unatingizishwa mpaka mambo yanaajabia. Kwanza ndio nimekuwa nikijiuliza, are we really in August? Hii baridi imetoka wapi? Tumezoea mwezi wa Agosti unakuwa ni joto kali. Lakini Mungu ameubadilisha. Imekuwa ni baridi. Hata nimeona jana manyunyu katika Agosti. Kwa sababu nchi inatingizishwa na mambo seasons are changing for God's own glory. Lakini niseme kwamba wakati nchi inatingizishwa, sio kwa climate peke yake, wakati mwingine inatingizishwa kwa mambo mpaka ikiwa wewe hausimami imara utaweza kuanguka. Wakati Iluve kuna washirika hawajawahi kufika hii kanisa tangu March, kwa sababu anaogopa wakija washikwa na corona. Kuna washirika hawajawahi kufika hapa tangu wakati tulipochomoka tukaambiwa makanisa watu wasiingie, kwa sababu mtu huyo alikuwa anatafuta tuka nafasi asiwe anakuja kwa kanisa. Alikuwa anasukumiwa na akaangukia. Mauta mabaluka. Na maya mao kama dangani mabaluka laisio. So akaamua sasa ni kwenda nyumbani. Nani nasema nikana kwamba mtu mafuta ilianguka kutoka huko juu na badala ifike kwa mchanga ikaangukia kedheri na akaamua kuendelea na kula. So yeye anakaa nyumbani, the service had no meaning. Kwa hivyo wakati alianza kutingizishwa na hicho kidogo, basi akahama. Hata kuna wengine Iluve don't wait for them, washaenda in other denominations. Kwa sababu misingi yao ilikuwa ni butu, ilikuwa si migumu, ilikuwa nyepesi mno. Lakini nasema kwamba when the world is being turned upside down, sometimes if you are not careful, you can turn to idolatry. Unaweza kwenda hata kuabudu sanamu. It can turn you to immorality of any kind. Inaweza kukurudisha even to injustice. Unaanza kufanya mambo ambayo si ya kawaida. Lakini niko na habari njema. I have good news for you. Our God who is in heaven, the God who is unshaken, in his own way, he says,
He expects us not to be shakeable. Yani, I'm saying, in a rapidly changing world, God wants us to be unshakable. In nowadays, if you just check around, the shakables are being unshakable, and the unshakable are being shakeable. Let me tell you, I'm really surprised. Nimeshangaa. Yani nikana kwamba katika ulimwengu wetu kila kitu kinatingizishwa, kila kitu kinatetemeshwa. Na utaona kwamba mataifa mbalimbali yametetemeshwa. Kwa nikieleza katika ibada nyingine, vile nilishuhudia nikaona katika runinga vile mambo yalienenda huko Beirut in the city of Lebanon. Yani kitu ililipuka, moto ukalipuka, watu wakafa. Na mama mmoja akasema anaenda kuangalia ni nini inaendelea akiwa amebeba mtoto. Wacha nikwambie, hakufurahia. Kitu ilitoka huko, ile ilikuwa inatetemeshwa na lipuka huko, ikaja kumgonga, nguvu ambayo yeye hakuelewa, ikamrusha hewani, ikampeleka upande mmoja, na mtoto akapeperuka hewani akielekea upande mwingine. Kutingizishwa. Milipuko ya kila aina iko na inatingizisha hata mataifa. Nani alifikiria wakati mmoja kama Marekani ingetingizishwa? Mnakumbuka wakati wa Twin Towers, na imewekwa msingi hata wa neno la Bwana, lakini wakati ulifika wakatingizishwa mpaka ikawa hata kila mtu anashangaa. Leo hii utaona hata katika ulingo wa siasa, wanasiasa wanatingizishwa. Chama cha Jubilee kilitingizishwa, chama cha ODM kilitingizishwa. Everything is being shaken. Unless ulikuja jana kutoka sijui huko mbinguni au jile inaendelea Kenya, governors are being shaken. Kutoka wanasema we have impeachment motion, na governors wanakuwa shaken. Senators wamekuwa shaken. Uliona Malala huko vile alikuwa shaken mpaka anakaa kwa nyumba anaongea kwa kasimu akikula matunda yake. Hello, siwezi kutoka mpaka mnanipeleka wapi usiku? You know, he was shaken. And is a person who in few days alikuwa amekalia hata he was a chairman of a body, a committee that rescued somebody somewhere. I don't want to get into that. But I'm saying even governors are being shaken. Na niseme hivi, not only the senators and the governors, and the MPs are shaken, MCAs are shaken. I love to make the matters worse, even the churches are shaken. Nimesema kwamba wakati tuliambiwa makanisa watu wasiabudu, wengine walipotoka. Wengine hawajawahi kuomba, hawajawahi kusoma neno, walipotoka kwa sababu they were shaken. Hata wengine they were shaken in their services. Wengine hata hawatoi sadaka, hawatoi hata fungu, they were shaken to death. Wengine wakapoteza kazi, mambo ikawa ni ngumu sana. Lakini hebu niseme kwamba pamoja na hao, wakati kanisa lilianza kutingizishwa, maaskofu wakatingizishwa, right reverends wakatingizishwa, reverends wa kawaida wakatingizishwa, priests, pastors, evangelists, lay leaders, elders, apostles wakatingizishwa mpaka wakawa hawana mwelekeo. Familia pia hazikusetwa, zikaingizwa ndani na zikatingizishwa, zikatetemeka, na ndoa nazo zikatingizishwa, zikaingia katika msululu ule. Ndio sababu siku ya leo nataka kukutia moyo kama mshirika. Nikwambie kwamba kuna mambo mane katika maisha yetu, katika ufalme wa mbinguni, ambayo hayatingizishwi na hayatetemeki. Jambo la kwanza ni kiti cha enzi cha Mungu wetu Baba, Mungu Baba, ambacho hakitingiziki. This is what the Bible says in Psalm 45 verse 6. Kwa sababu nimeandika kwa lugha ya umombo, nitasoma vile vile. Your throne, O God, endures forever and ever. You rule with a scepter of justice. Lamentation chapter 5 verse 19. But Lord, you remain the same forever. Your throne continues from generation to generation. Oh my God, this is great. Kiti cha enzi cha Mungu wetu akitingizishwi na chochote. Na nafaa kusema kwamba kama Mkristo unafaa kufurahia nikijua kwamba pahali ambapo nina matarajio ya kwenda huko mbinguni kuishi milele na milele, ni mahali ambapo apata hama haitaenda popote. The throne stands unshaken.
Na niseme hivi, kwa wale ambao pengine Mungu kwa njia yake amekupatia kupata mambo ya nyakati zijazo, tukimtarajia Mwenyezi Mungu, or the issues of the eschatology, ni kwamba wakati huu tumo katika the grace dispensation. Ni wakati wa neema. Neema inaendelea, mengi mazuri yanafanyika. Lakini kuna wakati unafika, wakati kanisa linaenda kunyakuliwa. Najua kwamba, na nimeangalia katika mtandao, watu wengi wanadanganya Wakristo kwamba tuko katika nyakati za dhiki kuu. Dhiki kuu haijafika. This is not the time of great tribulation. The tribulations are yet to come. Na zitaanza wakati utaona kanisa limenyakuliwa na kuingia katika anga kukutana na Yesu. Wakati huo hakuna kanisa, hakuna kipande cha kanisa la kweli, ambalo kanisa si jengo tu. Kanisa si vile tunapumana hapa tunakutana. Kanisa ni mwili wa Yesu Kristo. Basi Wakristo ambao walikufa tumewazika na wameweza kulala, wakati wa kuweza kunyakuliwa kwa kanisa watafufuliwa kwanza. Na baada ya kufufuliwa kwanza, wale wengine ambao tutakuwa hai, wewe na mimi, tutaweza kukutana na Yesu angani. Alafu kutaendelea kwa miaka 7, what we call the Bema judgment. Kutakuwa na kupewa vipawa, kuweza kupewa talanta ambazo tutaweza kupeana hapo juu na Yesu Kristo. Na wakati huo, in 3.5 and another 3.5, kutakuwa business zingine zinaendelea hapa duniani. Hoteli zitakuwa ziko, mashamba yatakuwa yako, na kutakuwa na wanadamu ambao watabaki. Na wale watabaki ni wale watakuwa hawajamjua Yesu Kristo kama mwokozi wa maisha yao. Wakati watu wananyakuliwa, the magnetism of spiritual system will not touch them, watabaki hapa. Na that is kanisa likinuliwa tu, the great tribulation picks up. When the great tribulation picks up, mara moja naye yule mpinga Kristo aje kuja. Sasa tunaona we are just experiencing some of the pains of mpinga Kristo. Mpinga Kristo atakuja live. Watu watatandikwa muhuri kwa uso 666 bila mambo mengi. Na utakuwa unaulizwa, wewe unakubali Yesu Kristo ama ukubali Yesu Kristo? Ukisema unakubali Yesu Kristo, unauawa. Hao ndio wataweza kujiokoa kwa damu zao. Oh, can you mark with me? The first resurrection ni ya wale waliokoka wakutane na Yesu angani. Na wakati Yesu anateremka akija kupokea kanisa, anakuja na ufufuo mwingine unatokea wa pili, ambao ni wale walikufa in the great tribulation. And when they raise, because they are making a journey towards the throne of God, the great white throne of God, wataweza kuanza miaka ya millennium, the 1000 peace years, miaka ya amani, ambayo hata mwenye kushika simba, mwenye kushika nyoka, nini, kutakuwa na amani kuu katika ulimwengu. Kwa nini kutakuwa na amani? Kwa sababu katika mianzo ya miaka 1000 shetani atachukuliwa na atawekwa kwa shimo ambao tunaita the bottomless pit, na atafungiwa huko mpaka the 1000 years. After the 1000 years, malaika atapewa funguo, ataweza kumfungulia, na akitokelezea tu shetani atatupwa katika jehanamu. Hapo ndipo tunaongea juu ya vita vya the Gog and Magog. Mambo bado, watu wanataka kuharakisha vitu ni kana kwamba sijui hawaelewi. Hapo ndio kutakuwa na vita ya Gog and Magog. Alafu then we'll be moving now to meet Jesus. Akikujia sasa kanisa. Sasa hatakuja vile alikuja when we were raptured. He will come with authority. Hatakuja akiwa na mamlaka. That is the time tutaelekea katika kiti cha enzi cha Mungu. Twende tukaishi huko milele na milele. So sisi si watu wa kupita. Sisi hatuendi, hata tukikufa, hata tukifiwa na watu wetu, hatufiwi kama watu ambao hawajaokoka. We have hope of not being shaken. We have hope of seeing our people who believed in the Lord. Ndio sababu wakati mwingine naambianga watu, hata mkisikia corona inaua, hata mkisikia cancer inaua, hata mkisikia diabetes inaua, hata mkisikia accident inaua, we don't die like common people, because we belong to a family that I'll be talking about later. Wacha nisiingilie saa hii. But I want to say, the great white throne, the throne of God cannot be shaken by anybody. Kwa sababu hapa duniani
chini ya ardhi na huko mbinguni, hakuna kiti kingine kama hicho. Kuna miigizo hapa duniani ya watu wanaabudu hata shetani na mambo mengi, lakini kiti cha enzi kiko imara. Kitu cha pili ambacho hakitaweza na hakiwezi kutingizishwa ni neno la Bwana. The word of God cannot be shaken. Na ninasema kwamba I'm preaching this, ninahubiri haya wakati tumepata habari kwamba Papa Mtakatifu aliweza kuwa anaomba na anatafuta Mungu, na akaweza kuonyeshwa, sijui alionyeshwa wapi hapo, akaonyeshwa kwamba hii Biblia imepitwa na wakati. Na amechagua kikundi na tayari kinaendelea na kutengeneza Biblia ambayo muda si muda tutaletewa. Kwa wale wa Kristo wanamjua Yesu Kristo, that is not news to us. Hata ile Biblia sasa wanatumia, they don't use the 66 books. Yao ni kubwa, iko na Maccabees, iko na Tobit, iko na vitabu zingine nyingi ambazo zilikataliwa in the canonicity. Ndio nasema kwamba hiyo haitushitui, tunajua kwamba neno la Bwana halitapita. Na Biblia inasema hivi katika kitabu cha Marko Mtakatifu kifungu cha 13:31, heaven and earth will disappear, but my words will never disappear. The word of God must be fulfilled. 1 Peter chapter 1 verse 23 to 25. For you have been again, but not to a life that will quickly end. Your new life will last forever, because it comes from the eternal living word of God. The scripture says, people are like grass. Their beauty is like a flower in the field. The grass withers and the flowers fades, but the word of the Lord remains forever. And that word is the good news that was preached to you. Hiyo ilihubiriwa ukaokoka, ukamjua Yesu Kristo, ndiyo neno ambayo haitapita. Wacha niseme hivi, katika Biblia, wakati umechukua hii Biblia na unaenda kanisa, wakati unachukua hii Biblia na unaenda wherever you go, hata kazini, ukiwa na hii Biblia, kuna mambo ambayo yanathibitishwa na Biblia. And I want to make them clear. I want to reveal them to you today. Ni kwamba the word of God, which cannot be thwarted, will not disappear. Kwanza, in the word of the Lord, ina ahadi ambazo hazitaweza kutikizishwa. Ahadi za Bwana hazitapita mpaka zitimie. Na nikawa nikiangalia kitabu kingine kinaniambia kwamba ahadi za Bwana ni yani they are estimated, ni kama kiasi cha ahadi 30,000. Can you imagine of that? Ahadi za Bwana. Sijui ni ngapi unajua, sijui ni ngapi unaitisha, ni ngapi unadai, kwa sababu ahadi za Bwana hazivunjiki, lazima zinatimia. Na utaona kwamba katika hizo ahadi kufikia sasa hakuna moja ishawahi kuanguka. Kunazo ahadi kwa kila mwana wa Mungu, kwa kila mtoto wa Yesu, kwa kila mtoto wa Mungu kuna ahadi. I'm saying there are promises for our child of God. There is a promise for every child of God. Na kunao ahadi za Bwana kwa kila hali ambayo tunapitia. Ikiwa ni magonjwa, kuna ahadi ya Bwana ya uponyaji. Utaiona iko mistari mingi, chungu nzima, chungu mbovu. Utaona kwamba ikiwa ni mambo ya vita, unapigwa vita, ahadi za Bwana zipo, zinaonyesha kwamba atatupigania. Na kwa hivyo hatuna haja ya kutingizishwa na mafunzo, hatuna haja ya kutingizishwa na ahadi za watu wengine. Unaambiwa ingia katika devil worship kwa sababu utapewa pesa nyingi, ingia hivi, nenda kwa mganga, fanya hivi. Hapana, hatuna haja, kwa sababu ahadi ambazo ziko kwa Bwana ni nyingi na hazivunjiki. Ya pili ambayo ni muhimu sana kwa hiyo category, the Bible assures us, because its power can never be shaken. Nguvu ambazo ziko katika neno la Bwana haiwezi kutingizishwa na chochote. Yesu alimshinda shetani kwa kutumia neno. Nimwambie imeandikwa. Imeandikwa. Kanisa limekonda kiroho kwa sababu atumwambie shetani imeandikwa. We need to stand firm. Na tunasema sisi tunaenda, mimi nitaenda kanisani, kuwe corona ama hakuna corona, Bwana ameahidi kwamba atanilinda. Hallelujah. Na mimi sitaki kujua. Bwana akisema amesema. Ahadi zake ni za milele na milele. Ya tatu ni kwamba katika Biblia
kuna hizo ahadi. Ya pili nimesema ni nguvu za neno la Bwana, na ya tatu na ndiyo ya mwisho ni kwamba kunao unabii ambao umewekwa katika Biblia. Manabii waliotumwa na Bwana na wakaweza kuweka unabii kwa ajili ya kanisa, kwa ajili yako, kwa ajili ya watoto wetu, kwa ajili ya kazi zetu. Lazima unabii wa Bwana utatimia na haitapita. Kwa hivyo kuna haja ya kushikilia Biblia, neno la Mungu. Jambo la tatu, nimesema kwamba kuna vitu 4 ambazo hazitatingizika, hazitetemeshwi, hazitatetemeka. Na nikasema ya kwanza ni kiti cha enzi cha Mungu Baba, ya pili ni neno la Bwana, na ya tatu sasa ni kanisa. Kanisa haitatingizishwa. Ukiona kanisa inatingizishwa, hiyo sio kanisa la Bwana. Kuna mapungufu ambayo yanafaa kuangaliwa. Na utaona when the Lord Jesus was in this world, in Matthew chapter 16 verse 18, alisema, hebu sikia vile Yesu alisema, and I say also unto thee that thou art Peter, and upon this rock I will build my church, and the gates of hell shall not prevail against it. Hao si maneno ya Reverend Moki, it is the word of God. Na inamaanisha hivyo. Let me tell you, hii kanisa la AIC Umoja, so long as Yesu aje kuja na kunyakua kanisa, itaendelea kuwa hapa. Reverend Moki atapita, Iluve atapita, either tupite kwa kwenda kuhudumu kwingine, tupite hata kwa kufa, because we are also expecting to die and transfer to heaven. Lakini kanisa itakuwa, hata wewe utaenda. Ni wangapi ambao Reverend Moki alikuta hapa, alikuwa na keti katika hizi viti na hawako tena, lakini kanisa imesimama. Hallelujah. Kuna watu wengine wanasema hii kanisa hii, mimi ndio ninatunzanga hii kanisa, mimi ndio ameloni ya Mungu, no ndio mweka. Nakwambia itaendelea hata without your tithe. Itaendelea even without your sadaka, because it is not about you, it is about a great God, a God who cannot be shaken, a God who has raised the church, and the church is the body of Jesus Christ. Alafu nikawa ninaangalia hapa, nikaona kwamba kanisa ni kama ilifika mahali watu wakaiwachia, lakini Mungu naye akaweka mambo ya ajabu. The church buildings, the denominations, the parachurch organizations are shaking, but the church, which is the body of Christ, cannot and will not be shaken. The visible church will be shaken, but the mystical church is, hebu sikiza haya mambo matatu. The church of God is secure, is permanent, and is abiding. Ndio sababu mambo yote hii ulimwengu yatapita. Hii dunia itapita. In one of the verses, sitaki kwenda huko, in the book of Peter, it tells me that hii nchi itakunjwa kama, itakunjwa kama nguo, ikunjwe hivi na itupwe. Haitakuwa tena. Lakini neno la Bwana, kanisa itasimama imara na milele na milele. Ningetaka tu kwa wakati huu niweze kwenda katika hatua yangu ya mwisho, ambayo ni kitu cha 4 ambacho hakitaweza kutingizishwa, na hicho kitu ni mtoto wa Mungu. The child of God will never be shaken. Na mimi nashangaa kwa nini watoto wa Mungu wanatetemeshwa? Ni kwa nini watoto wa Mungu wanaogopa? Wewe unaogopa corona, ukiogopa nini? Na wewe ni mtoto wa Mungu mkuu. Oh, wait until I finish with this point. You will never be the same again. Trust in this God, because you will never be shaken. Hallelujah. Utaona kwamba wakati uliokoka ukapokea Yesu Kristo akaingia katika maisha yako, you became a son, you became a daughter of the unshakable family, the family of God. Hallelujah. Can you clap for God? You became a member of that unshakable family. God has concern for every child of his. Mungu kila mtoto wake wa maana. Mimi wakati mwingine nasoma Biblia naambia Mungu wewe tukuka tu milele na milele. Huu ni Mungu, tuko na watu wamesoma, watu wamefanya sayansi. Sijaona even in the Guinness Book of Records, sijaona kichwa moja inakuanga na nywele ngapi. But the Bible tells me Mungu anajua hizo nywele zote. God knows it. Our God is a great God. Na utaona kwamba kila unywele una maana mbele ya Mungu. Si zaidi wewe na mimi ambao ni watoto wake. Yohana 10
mstari wa 27 kufika 29, Yesu alisema kwamba wale ambao Baba amewaweka kwa mkono wangu, hakuna mtu ataweza kuwatoa. I know their names. I know them by name. Na wajua kwa majina, najua sauti zao, na wao wanajua sauti yangu. Na hakuna mtu atawatoa kwa Bwana. So wacha kuangaishwa na watu wakao, vile naona huyu anakaa, haiwaita waisi otangi. Wako ugawane gosi. Unadhani wewe wokovu ni kitu ya kubeba na pochi? Once you are saved and secure in the hands of God. And nobody should, that's why mimi ninaamini kwamba once saved, always saved. Mimi sifai kukutana na wewe kimoja nikwambie Bwana asifiwe, I'm still saved. No, I was not hoping for losing it. I'm saved. That is enough in English grammar. Na ndio nataka kukuambia kwamba utaona hata katika kitabu cha Yohana, unaweza jisomea wakati mwingine nyumbani. Waraka wa kwanza wa Yohana 2:17. Timotheo wa pili 1:12. Uone ile nguvu tumepewa kwa sababu tumeokoka. We are not given the spirit of fear. We are given the spirit of power. We can move on because you are children of God. Are you a child of God? Have you been born into this family of the unchangeable, unshaken? John 1:12 says, na wote waliompokea Yesu Kristo aliwapatia uwezo wa kuwa wana wa Mungu. We were given power. Tuna uwezo ndani ya Bwana. And then utaona kwamba kama watoto wa familia ya Mungu kupitia kwa wokovu kwa Yesu Kristo, tunafaa kufurahia sana wakati tuko katika ulimwengu ambao unatingizishwa na kutetemeka, kwa sababu hizo zote nne nimesema hazitingizishwi, na zote zinatuhusu na ni kwa ajili yetu. Nataka tu kwa muda mfupi tu niweze kusoma mstari kutoka kwa hii Biblia yangu hapa ya Kiswahili kidogo, na tuweze kutaalamu pamoja. Mimi nikisoma huu mstari moyo wangu nafurahia. Hebu sikiza vile Biblia inasema. Ni katika kitabu cha Isaiah chapter 54 verse 17. Sikiza vile inasema. Kila silaha itakayofanyika juu yako haitafanikiwa, na kila ulimi utakaoinuka juu yako katika hukumu utauhukumu kuwa mkosa. Huu ndio urithi wa mtumishi wa Bwana, na haki yao inayotoka kwangu mimi, asema Bwana. Nilisema kwamba asubuhi, yani huu mstari niliusoma, nikausoma tena na tena, ukainua moyo wangu sana. Unajua wakati ukiangalia in many quotes, hata kwa WhatsApp, hata kwa Facebook, utaona people are just quoting the verse 17. Isaiah 54:17, ambayo inasema kama vile nimesoma, kila silaha itakayofanyika juu yako haitafanikiwa, na kila ulimi utakaoinuka juu yako katika hukumu utahukumu kuwa mkosa. Hapo ndio huwa wanadwell. Lakini watu wengi hawajachukua nafasi na kusoma verse 16, which is the source of the matter. Na remember, from verse 16 ndipo Mungu anaanza kuongea. These are not words by a human being. These are words from the Lord through his prophet Isaiah. Na verse 16 inasema hivi, hebu sikiza. Mungu ndiye anasema, tazama nimemuumba muunzi afukutaye moto wa makaa, akatoa silaha kwa kazi yake. Nami nimemuumba mharibu ili aharibu. Alafu baada ya kusema hayo, ndio sasa inakuja kila silaha. Najua hiyo sehemu inasema nini? Yaani, I want you to see, to eat that yule anaunda silaha, the blacksmith is created by God. Na Mungu anaweza kumsimamisha tu akitengeneza hiyo silaha ambayo itakuangamiza. Na hata baada ya kutengeneza hiyo silaha, Mungu ndio anapatia, yani is the one who designates all weapons, their duties and work. Anaweza kuiambia hata Mungu akiwa nayo haitafanya hiyo kazi. Ni wangapi ambao wamejaribu kupull the trigger, unakuta hakutoki bullet. Mungu ashafanya mambo yake in his own way. Alafu na hiyo inashitua zaidi, ati Mungu anasema
Yeye ndiye aliumba mharibifu. Yule mtu anaharibu, Mungu ndiye alimuumba. Wewe sobo. Nani aliumba mganga? Mungu. Nani aliumba mlozi? Mungu. Na he can stop them. Na juzi nikawa nikiongea na rafiki yangu mmoja, alijiiba, akaenda kwa mganga. Alipoenda kwa mganga, akamweleza shida zake, akamwambia tafadhali nisaidie. Najua ameokoka. Na alipoongea na huyo mganga, he was confessing to me vile alienda huko na akaniambia atarudi huko. Akaenda akamwambia, unajua kuna huyu pastor amenisumbua sana. Bibi nataka umuue. Sitaki kumwona hai tena. Akamwambia, sasa umesema ni pastor? Akamwambia ndio. Una picha yake? Akasema ndio, lete hiyo picha. I think I mentioned to you vile huwa wanafanya na hizo picha. Nyakati zingine wanachukua picha yako wakikata. There is the way they cut, you die wherever you are. So akapewa hiyo picha ya pastor, akaiangalia, akamwambia ngoja, akaongea na miungu yake, na akienda kufikia kutaka kukata, picha yote inatani moto. Akijaribu tena inatani moto. Akamwambia sasa, huyo mchungaji wachana na yeye. Hii picha na ile dawa yangu nafanya haiwezi. Kumbe na wewe ni mganga hapana, wengine hatuwezi. Kwingine hatuguzi. Mganga ameumba na Mungu na anajua limitations yake. Wewe si mbaka. No yeye tekeli si mbaka. Christians, we don't know the boundaries. We need to know the boundaries. Unaenda kuitisha kitu kwa mtu ambaye anafaa kuwa anaitisha kutoka kwako. That's why I always thank God. Kuna waganga nilikutana nao nikahubiria nikaona wakiokoka. And they confessed to me ni chakula tu tunatafuta. Mganga mwingine akapelekewa Mkristo, akaambiwa ilikuwa ni wakati wa elections. Unajua msema amenisumbua sana. Sitaki ingia tena kwa chama. Kata yeye aishi. Unajua naye alipomuita, unajua kumbe kuna vile wachungaji wanaitwa wanakuja, na kuna vile anaita wazee wa kanisa, na kuna vile anaita mshirika. So akaita huyo mchungaji, huyo mzee akamuita akuje. Hata kwa picha, anaitwa kwa picha na mganga huyo jamaa akiangalia, akaitwa akuje. Na kwa kweli huyo mzee akakuja. Lakini alipokuja, mganga akaangalia akamwambia huyu maneno yake siwezi. Amuuliza kwa nini? Unajua huyu amekuja akiwa amekanyanga juu ya mwamba. Wale wanakanyanga juu ya maji ndio huwa anamaliza. Anajua boundaries zake. Na unajua anayekanyanga juu ya jiwe, juu ya hiyo jiwe ni jiwe Yesu Kristo. Mwamba usiotingizika. Haleluya. Ndio sababu katika Hebrews inasema kwamba ikiwa mtakataa sauti ya huyu ni Yesu Kristo ambaye alitoka mbinguni, ambaye yeye mwenyewe yani kwa sauti yake alitingizisha mwamba. Na anaahidi kwamba wakati huo atakuja kutingizisha miamba ama dunia, atatingizisha mbingu na nchi. Na kuna neno pengine haukusikia ambayo inasema kwamba akitingizisha zitakuwa zinanyakuliwa, zinatupwa, zinapotea. Na mwisho wa mstari unasema kwamba Mungu ni moto ulao. Ndio huo moto ulionekana na mganga. Mungu ni moto ulao. Wewe acha kucheza na Wakristo. Watoto wa Mungu ni watoto wamezingirwa na moto wa Roho Mtakatifu na hawawezi kufikiwa. Na ndio nataka nikielekea kumalizia niseme hivi, huo mstari unainua moyo wangu sana. Na mimi nasema kwamba tunafaa kuweka huu mstari ukweli kama mstari wetu. Tumesema ni kitabu gani ambacho tumesoma? Isaiah 54 verse inasema nini? No weapon forged against, hebu twende vizuri. Wacha nikisoma na wewe ufuate. No weapon forged against you. Hebu sema hivyo. No weapon forged against you will prevail, and you will refute every tongue. Will prevail. Unasikia sasa pale tunaenda shida. I don't know yet. Umechoka. Wacha nikwambie shetani hatachoka kudili na wewe. You need to learn and know how to tell the devil when he comes. So you tell him, no weapon forged against you will prevail. Can we go together? No weapon forged against you will prevail,
And you will refute every tongue that accuses you. Hebu twende pamoja. And you will refute every tongue that accuses you. And the last section on your side. This is the heritage of the servant of the Lord. Hebu twende pamoja. This is the heritage of the servant of the Lord. And this is the vindication from me. Twende pamoja. And this is the vindication from me. Alafu Mungu anaweka signature, anaweka kidole, anasema declares the Lord. Hebu tuseme pamoja, declares the Lord. Bila nilikuwa nakwambia uache kuchoka ni kwa sababu tunarudia tena. Au unataka kuchoka mapema. I want you to possess this verse. Hallelujah. Sasa hebu can we possess this verse together? Fuata nikisema nyuma yangu. No weapon forged against me will prevail. And I will refute every tongue that accuses me. I will refute every tongue that accuses me. This is my heritage this is my heritage from the Lord. This is my heritage from the Lord. And this is my vindication from him. God has declared it for me. Hallelujah. Pigia Yesu makofi. This is power. This is power. Na mimi nataka tuende hatua moja tu alafu niweze kuomba na wewe tumalizie. Wakati tumekuwa na hizi rununu zetu, kuna kitu nimeona tunafanya. Mimi sometimes I'm very busy. Hata wengine washirika mtanipigia simu au nipati. I'm busy maybe on some mission. But wakati ninafungua simu yangu na ninairejelea nataka kuiona, huwa ninaangalia, ninaenda kwa chats, kwa WhatsApp, ninaenda kwa messages, na kwa chats unakuta wakati mwingine inaandika kitu kama hii. You have 10 unread messages from. Inakuonyesha imetoka wapi. Umeona hiyo kitu? Wakati wanaona can you just wave to me? Hizo messages zinakuja unakuta they are unread. Haya. Alafu unaambiwa that message comes from Peter. Unaambiwa hizo messages hazijasoma tano. They are from AIC Umoja Communication Group. Unaambiwa hizo messages zinatoka kwa Beth. Hizo messages ikiwa imetoka kwa governor, unaambiwa kutoka kwa governor. Unaambiwa you have 2 messages from the president hazijasoma. Wengi wetu hatujawahi kupata hiyo aina message. But hebu nikuulize, ukikuta imekuja hizo message nimesema utasoma gani kwanza? Hiyo ya president. Lazima iwe ni kitu ya muhimu sana. And then kuna category nyingine nataka uone which is very important. Unakuta kwamba kwa your chat, if there was a way, wale watu wanafanya utafiti wa mambo ya simu za rununu, ninaomba siku moja waweze kutuconnect tuwe tunaongea na simu huko mbinguni. Alafu can you imagine if it happens, alafu umekuwa katika simu yako umeregister watu wa huko mbinguni. Umeregister of course Angel Gabriel, umeregister Angel Michael ako huko kwa phone book yako. Umeregister Holy Spirit, umeregister Mzee Moses, umeregister Elijah, na manadada hapa umeregister Esther kwa sababu ako huko mbinguni. Alafu unakuta kwamba messages ziko hapa hazijasoma. There are 10 messages from Angel Gabriel hazijasoma. If you know what Gabriel is in the Bible, you will know there are messages relating to that. If Angel Michael ametuma messages kwako na hujasoma, there is something happening. And the Holy Spirit is the same Moses and Elijah na Esther. Mimi nasema hivi. Do you know there are people who are suffering because hawakusoma message kutoka mbinguni? Ziko huko, they are still unread. Umekuwa ukiomba, unakumbuka habari ya Danieli? That really gave me a great revelation. Danieli aliomba na akangojea majibu ya maombi. Lakini maombi yakafungiwa wapi? Akiangalia message haijaingia. Message ya majibu haijaingia, kumbe imezuiwa na shetani huko. Lakini wengine message ishafika. Ni vile tu anaishi maisha ya kujitaabisha kwa sababu they are not reading the messages. Kazi ishafunguliwa, interview ishaitiwa, lakini hauna habari kupitia kwa message from heaven. Mungu anasema kwamba anataka kukuelevate to another level. Wewe haujasoma, na hata ikiwa ulisoma, you just ignore and you get into mess. May the Lord help us that we will know that as children of God we will never be shaken. Nataka ni kukumbushe tu kwa haraka
ni kwamba katika ulimwengu mambo mengine yakitingizishwa na kupita, kuna mambo mane ambayo hayatapita. Neno la Bwana alitapita, kiti cha enzi cha Mungu akitapita, kanisa la Bwana alitapita, na watoto wa Mungu hawataweza kutingizishwa, watasimama imara. Let's honor on the the unshakable family of God, and we will live forever. Ndio sababu unaweza hata kusimama na kuambia mtu, mimi nasikia watu wanaongea juu ya corona, ndiye corona ni kumbe egone, mimi niko huko kuishi na tunapitana nayo tu, tukipitana kupitana. I might appear a fool, but I tell you I'm a fool of a great God who cannot change, who cannot be shaken. Hallelujah. Ningeomba tuweze kusimama, na as we stand up niweze kusema wale ambao pengine kikamba is not their mouth, they will just bear with me. Lakini I believe this song might be in their vernacular. They can sing in the vernacular. Na ninapotaja hao kwa sababu hata nimeona rafiki yangu Ogada Izia, tutaimba hiyo kikamba. I know yeye amekuwa mkamba, huyu tumekaa na yeye. Sometimes tunasalimiana kikamba, nasikia akiwa very fluent. So tunaimba hiyo wimbo kwa sababu imekuwa baraka kwangu sana ninapofikiria juu ya the unchanging God where we can hide hata wakati mashida imekuwa. Mwenye kinanda praise and worship, mnafaa kuwa kwenye ukumbi tayari. Tunaimba na nyinyi, mtanisaidia kwa hizo mic, sauti iende juu. Ilingi siadhayo wakwa, ilingi siadhayo wakwa, na matata niko. Haya, ilikuwa ni mic testing. Haya, sasa tujipange tayari. Ilingi siadhayo wakwa. Wote hawa wapate mic, wapatie nafasi wapate mic. Ndio tuimbe vizuri. Nataka tuimbe vizuri hiyo wimbo. Ilingi siadhayo wakwa. Utaweza kutuficha katika mkono wako. Utatuficha katika mwamba usiotingizika, kwa sababu sisi ni watoto wako. Na wewe, hakuna wakati tutaomba tukute kiti cha enzi kimeondolewa, hakuna Mungu wa kusikia maombi yetu. Hakuna wakati tutakosa Mwenyezi Mungu faraja. Hakuna wakati tutakosa tiba. Hakuna wakati tutavunjika moyo na tukose kitu cha kututia moyo, kwa sababu neno lako linasimama milele na milele. Asante kwa sababu ya nafasi ya kanisa ambayo Mwenyezi Mungu ni kama hospitali. Wakati tunakutana katika kanisa,
tunatiana nguvu, tunaombeana, tunainuana, tunakutumikia, na matumaini yetu ya kuingia katika kiti cha enzi yanaendelea na kuwa hata karibu na karibu na kutimilia. Baba, pokea sifa na utukufu kwa sababu ni zako. Wale hawajaanza safari na si watoto wako, na wadai katika jina la Yesu Kristo ukaweze kuendelea kuwatafuta. Roho wako asiwapatie nafasi ya kupumzika mpaka wasalimishe maisha yao mikononi mwako. Pokea sifa na utukufu, ni katika jina safi, jina kuu, katika jina la Yesu Kristo tunaomba na kuamini, na wote tunasema amen. 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 Pigia Yesu makofi.